Aziz Ki, kijana ambaye ukimtazama anavyoonekana, tabasamu lake, unaweza ukasema si mchezaji ambaye ana uwezo wa kuwa na maajabu, lakini ni kipaji harisi ambacho kimetokea kuwa ni miongoni mwa wachezaji bora sana barani Afrika, especially huko Ivory Coast alikozaliwa, na mazingira makubwa ya namna ambavyo ameweza kukua akawa ni miongoni mwa wachezaji ambao wametengeneza headline kubwa sana barani Afrika. Ni miongoni mwa wachezaji ambao mimi nikimtazama leo hii anarudi Tanzania, kwa namna ndivyo umeona mimi toka mwanzo, mchezaji ambaye of course aliamua kuwa sehemu ya eneo la Burkinabe, kwa maana Burkina Faso. Nilikuwa namuona ni mchezaji ambaye destination yake inaweza ikawa ni barani Ulaya, especially pale Ufaransa kwenye ligi ama kwenye Ligue Championnat. Kama anaweza akashindwa kucheza na ligi kuu ya nchini Ufaransa, kwa maana ya French Ligue 1, basi yale madaraja ya chini anaweza akacheza, lakini bahati mbaya hajaweza kufika huko. Stephane Aziz Ki, X Factor, ambaye anakuja kujiunga na Dar es Salaam Young Africans. Kwenye historia ya maisha Stephane Aziz Ki, miaka 30 alionayo toka Machi mwaka 1996 alionayo, kota alikocheza, eneo pekee alikocheza kwa mafanikio makubwa ni klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Ukiacha kota alikokulia, eneo ambalo alicheza kwa mafanikio na kuonekana ni mchezaji ambaye amerejista namba bora zaidi kuliko maeneo yote ni kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Ni mchezaji ambaye kila mtu anaweza akamtazama kama ni mchezaji wa kawaida, lakini wakati yupo kwenye kikosi cha ASEC Mimosas, kama mnakumbuka mwaka 2021-22, ni miongoni mwa sehemu ambako alikaa na akajaribu kufanya mambo makubwa, lakini mechi kubwa za kimataifa alizosimama, mechi 10 aliweza kufunga magoli 5, lakini eneo pekee ambalo Yanga wamelitazama na kumrudisha ni mchezaji ambaye ameshuhudia mechi nyingi zaidi akizicheza kwenye timu moja. Wastani wa misimu ambayo ameicheza 2022 mpaka 25, mechi 94, magoli 48. Haya ni magoli mengi zaidi kuyafunga kwenye klabu moja, na ndio maana unaweza ukasema Tanzania, Stephane Aziz amekuwa ni kama Mtanzania, sehemu pekee ambako amepata mafanikio makubwa ya kiuchezaji. Ni hapa Tanzania ambako nimezungumza wastani wa kurejista magoli 48, kuacha magoli mawili tu kufikisha magoli 50, likiwemo na lile goli ambalo lilikataliwa pale South Africa dhidi ya Mamelodi Sundowns. Maana yake lile goli lingeweza kukubaliwa, maana yake lingekuwa ni goli pekee ambalo lingekuwa limewafanya Dar es Salaam Young Africans kuwa pushi kwenda kwenye semi final ya CAF Champions League, lakini ile goli limekataliwa na namba zimebaki hivyo. Tanzania ni nyumbani, huku ndiko amekuja kumpata. Tunasema mtu akipata mke amepata kitu chema. Amepata mke Tanzania ambaye sasa hivi maisha yanakwenda, anarudi tena kwenye klabu ambayo ameifanyia makubwa. Maana yake huyu anatakiwa kutambulishwa kispecial zaidi, kwa sababu Tanzania ni sehemu ambayo kuna biashara, kuna business, lakini pia hata mshahara ambao atakuwa analipwa Stephane Aziz ndani ya Dar es Salaam Young Africans, ile hela inabaki Tanzania kwa kiwango kikubwa, kwa sababu matumizi yake mengi kwa maana ya normal expenditure kwenye economics zitakuwa zinatumika hapa Tanzania, kwa sababu familia yake itakuwa iko hapa, na huenda pia hata wife wake alikuwa anatamani zaidi kuja Tanzania ili kuhakikisha kwamba anabaki kwenye maeneo ya nyumbani. Lakini kwa maana uchezaji, of course, pamoja na kwamba alitimkia kule Al Ahly Tripoli Libya, bado namba zake hazikuwa nzuri baada ya kuregister magoli mawili peke yake kwenye mechi 13 kwenye mechi ama kwenye timu ya Wydad, miongoni mwa timu ambayo ilimchukua akitokea kwenye kocha Dar es Salaam Young Africans, lakini performance yake kwenye ile timu haikuwa bora, pamoja na kwamba wameshiriki mashindano makubwa ya FIFA Club World Cup, lakini bado mazingira yake hayakuwa makubwa, hatimaye akaweza kutimkia kule Tripoli, na sasa hivi anarudi Al-Ittihad kule. Yes, ndio Al-Ittihad ya Tripoli ya pale Libya, miongoni mwa timu ambayo kitazama ni timu ambayo quality yake bado kwa timu za Libya, of course kila mtu anafahamu zile timu baada ya mzee mwana mapinduzi wa bara la Afrika Muammar Gaddafi kufariki, zile timu za Libya zimekosa investment kubwa, zinashindwa kuweza kupambana kupata wachezaji wengi, ingawa ile nchi ni bora sana kwenye mafuta, ni nchi tajiri sana kwenye mafuta, lakini of course timu zake zimekuwa sio bora zaidi. Kwa hiyo anarudi Tanzania, sehemu ambako kwa ligi yetu, kwa sababu miongoni mwa watu ambao pia hata yeye alihusika kuendelea kuikuza zaidi, manaka anakuja kufanya makubwa zaidi. Of course miaka 30 sio mingi, kwa sababu Chama anaendelea kufanya vizuri, na kwa Yanga hii sasa ilivyo,
ukitazama ile Yanga, Hussein Stefano Aziz, Maxi unakuja kwa kina Abuya, kwa kina Muda, ujakadi zuri unakutana na Sheikh, mtu ambaye ukimpigia mipira mirefu anaingia kwenye kamba. Bado yuko mwamba, umri wa kati, kwa maana ya umbo lake la kati wastani, lakini ni mchezaji mwenye jicho kubwa sana la mpira na finishing yake ni nzuri sana. Mchezaji ambaye amekwenda more than 3 years akiwa top score kwenye ligi ya South Africa, kwa maana PSL. Yuko Tanzania, anaitwa Peter Shalulile. Huyu yupo. Ukikitazama kile kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, bado kuna mwalimu. Unaona hii timu inatafutwa ije ifanye bara, huenda kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Yaani ukitazama hiki kikosi unakiona ni cha ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika jumbe zako ambazo umeniandikia hapa Swaiba,